Umeshuhudia kwamba Mungu alikuponya ukimwi. Ndio. Uliupata kwa mazingira yapi kabla ya kuponywa? Zamani kabla sijawa na neema nilikuwa yani kwanza kihistoria mimi na historia ndefu sana. Sikubahatika kusoma darasa hata moja. Na wala chekechea sijawahi kusoma. Kwa hiyo nimeishi maisha yake chokola kwa pale Iringa mjini kwa nalala sokoni na upata sokoni. Nashinda stand ni mtu ambaye naishita duniani. Kwa hiyo nahisi kwenye pita huko ndio nilipata hayo matatizo. Kwa sababu inadhihirishia wazi na kwamba mwanamke ambaye nilikuwa naye mwaka 97 nikiwa ule ulikuwa ni umri wa kitoto, kwa umri uko chini sana, lakini kwa mwanamke 97 akaja baadaye naye akawa naye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa yule mama tulikuwa tuna mtoto mmoja kana maambukizi ya virusi vya ukimwi, akaja akafariki mwaka kama 2000 kama sikosei. Mwaka ni kama yeye kwenye 2002 akafariki, tuna mtoto mmoja. Nikaja nikaoa ambaye ndio mama alikuwa ameniacha watoto, naye baadaye akaja akafariki kwa tatizo hilo. Kaniacha mtoto na mimi pale sasa ndio nikaokoka. Kwa hiyo kwa namna nyingine naweza nikasema mimi ndio nilikuwa nafanya maambukizi kwa sababu wake zote nilikuwa naishi nao kwa matatizo. Okay. Kwa ulipookoka tayari ulikuwa na virusi vya ukimwi? Ndio. Vilitoka mwaka gani? Maana umesema sasa hivi Mungu amekuponya. Ulipona mara baada ya kuanza huduma ya kumtumikia Mungu au kiwa kanisani kwa Bishop Mkane? Ndio. Kipindi kile nilikuwa niko pale kwa Bishop Mkane, na nilivyokuwa nimeokoka 2007 ile nafikiri vile vilikuwa bado vipo. Na mimi nimekuja kujiona kama niko vizuri nilipoanza kutumika sasa, kwa sababu nilitoka kwa Mkane nikaenda Kitanzini pale kwa mchungaji Msea. Nikaepo pale nikaenda tumika pale. Kwa hiyo ninapokuja huku Mafinga nimetoka pale kwa mchungaji Msea Kitanzini. Nikiwa na hivyo sasa mwaka 2012 mama niliokuwa naishi naye ndo alifariki. Mke wangu manake. Akamwacha mtoto mmoja mdogo. Ambaye mtoto alikuwa ameathirika pia. Alikuwa ameathirika na yeye mama alikufa kwa tatizo hilo akiwa ameathirika. Sasa ndugu zake wakawa wameninyikia sana kwa sababu yeye mama alikuwa ana tabia kurukaruka, alikuwa ni mtulivu, kwa hiyo mimi ndio nilikuwa naonekana ni mkorofi. Kwa hiyo wakaniibukia mimi, kabidi tukaangalie damu. Mimi nikaonekana ni mzima, mama aliyofariki na matatizo. Sasa wakati huo mimi nilikuwa nimeshaokoka. Kwa hiyo nilivyoingia kwenye neema na nikaanza kuhubiri, nimehubiri radio zile za pale Iringa mjini, kwenye radio Fly, ile radio ya KKT, lakini nimehubiri kwenye radio Overcomers kwa Bishop Boaz Solo. Alinipa vipindi pale, nilikuwa na hudumu pale bure kabisa, alinisaidia kutokana na huduma alikuwa anaelea. Kwa hiyo nilikuwa na kesha pale. Sasa wakati nafanya mahubiri naombea watu, ndio na mimi nikamwambia Mungu nasimama kuombea watu nikiwaambia wewe unaponya, mbona mimi na tatizo? Kwa hiyo nilikwenda kuhakikisha damu nikakuta iko safi. Sasa yule mtoto wangu ambaye Mungu alimwacha na ni mama yake alimwacha akiwa naye ameathirika. Kuna mwaka mmoja ile nakumbuka Pasaka ilikuwa ni mwezi wa 3. Mwezi wa 3 tarehe ya kwanza kabisa tarehe 3. Nilikuwa na semina Isimani. Wakati na semina Isimani, mtoto wangu wakati anaendelea kunywa dawa zile za virusi vya ukimwi na akawa na moyo umevimba, umetanuka moyo. Kwa hiyo ilikuwa nitakiwa tupate barua aende Dar es Salaam. Sasa mimi nikiwa kwenye semina ndio nikamwambia Mungu, mimi naombea watu kwa wanapona. Mtoto wangu mbona nasikia tena anaondoka nenda Dar es Salaam kufanywa checking ya moyo. Kwa hiyo kama mimi nawaponya watu huko, basi naomba mponye mtoto wangu. Kwa hiyo ndio furulisha kwanza likaanzia hapo. Ilikuwa inatakiwa tarehe 5 aende, wanapoenda kuchukua barua tarehe 5 wanaenda kumpima mtoto, anakuta moyo wake umerudi uko safi kabisa. Haya, ilikuwa mwezi wa 3, nikaja nikamwambia Mungu, kama umeweza kuponya moyo basi ondoa na tatizo la ukimwi. Kwa hiyo ile tatizo mwezi wa 7, nakumbuka kwa mwezi wa 7 na ile katoka kabisa. Mtoto wangu ni mzima mpaka ndio anayetupigia madramu hapo, sema leo hujamuona tu. Ndio anapiga madramu, ni mkubwa sasa hivi kwa darasa la 7 na hana viambukizi vyovyote. Kwa maana hiyo unataka kuniambia wewe mama mchungaji pamoja na watoto hakuna mwenye maambukizi ya? Tuko safi kabisa. Tuko safi. Tulipokuwa ibadani nilikuwa naendesha ibada kwa shuhuda hizo.
tulipofika hapa, mama huyu niliomuoa sasa hivi nilimoa akiwa ameathirika kabisa, na tulipima pale hospitali ya Mikumi pale, tukakuta kaathirika na mimi ni mzima, lakini nilimchukua hivyo. Tukaja tukakaa naye mwaka wa kwanza wa pili, tukapata mtoto. Tulipopata mtoto wangu ni mzima, kupata maambukizi, yeye ikawa bado. Kuna wakati nikaa nimeingia maombi marefu sana ya siku kama 30 hivi za kutafuta tu uso wa Bwana. Mungu aondoe watu wenye magonjwa sugu wapate kupona. Na ndio na mama alipona hapo, na ibadani tulimuona akiwa anashuhudia hapo, alipona hapo. Ni mzima wa afya, na tulienda hadi hapo hospitali ya Yongole, anapima damu yake kwa vizuri kabisa. Okay, tumeshuhudia tamko la Rais wa Marekani Donald Trump kusitisha misaada ya ARV kwa nchi za Afrika. Na wewe kama miongoni mwa watumishi wa Mungu ambao walikuwa wahanga wa tatizo hilo hapo awali, lakini sasa hivi ni mzima, una nini cha kuambia watu ambao wameathirika na ugonjwa wa UKIMWI? Mimi kwanza niwatie moyo, na wakati mwingine watu nasema tu hivi vitu viko sehemu mbili, viko sehemu ya mwilini na viko sehemu ya rohoni. Kwa hiyo niwatie moyo tu kwamba kama watasimama na Mungu, yani kuna issue hivi, kuna maandiko, Yesu ni maandiko gani sifahamu, kile kitabu kimenitoka kidogo. Yesu alisema aliwaponya wale walio tayari kuponywa. Yani ni kweli alikuja kuhudumia wagonjwa, lakini aliwahudumia wale walio tayari kuponywa. Sasa ili hawa watumishi wa Mungu wa saikolojia wasiharibikiwe, bado tunaye Yesu. Trump ndio amegoma. Trump ndio kafanyaje? Kagoma. Yesu hajagoma. Kwa Yesu bado kuna uzima. Kwa nini? Kwa sababu mimi ninayezungumza ni kwa mwanga wa hiyo. Na mimi sikuponywa kwa sababu ya dawa. Niliponywa kwa sababu ya maombi, na nafikiri Mungu alikuwa anakusudi tusimame kwenye kizazi hichi kumwambia Yesu bado anaweza. Kwa hiyo hawa wote waathirika ambao wameathirika, yani wasiumie, cha msingi tu wajiwekeze kwa Mungu. Na kama kuna tamko la serikali linaweza likatoa maelekezo, basi tutalisikiliza. Lakini kwa sasa tunaposubiri tamko la serikali, ni kitendo cha wao kusimama na Mungu.